Wanafunzi watatu wa kidato cha tatu katika shule ya sekondari Sima iliyopo katika kijiji cha Sima, halmashauri ya wilaya Sengerema mkoani Mwanza, wamejikuta wakishindwa kulipa kodi ya chumba ambacho walikuwa wakiishi chenye thamani ya shilingi 8,000 kwa mwezi. Wakizungumza mara baada ya kupatiwa msaada na mdau wa maendeleo kutokea mkoani Geita aliyejitambulisha kwa jina la Musa Masanja, wanafunzi hao wamesema wamekuwa wakiishi maisha magumu kutokana na ugumu wa maisha ya nyumbani kwao, hali iliyopelekea kushindwa kufanya vizuri kimasomo. Akisimulia namna alivyokutana na wanafunzi hao, mdau wa maendeleo kutokea mkoani Geita, Musa Masanja amesema wakati akielekea Mwanza alikutana na wanafunzi hao wakiwa barabarani wakisimamisha magari kwa ajili ya kuomba msaada kwa lengo la kwenda kulipia kodi ya chumba walichokuwa wakiishi, ndipo alisimama na kuwasikiliza shida yao. Mkuu wa shule ya sekondari Sima na mlezi wa wanafunzi hao watatu, Mwalimu Raymond Nyamwaga, amekiri kupokea mahitaji ya wanafunzi hao yaliyowasilishwa na mdau wa maendeleo, huku akimpongeza kwa hatua kubwa aliyoichukua katika kusaidia wanafunzi hao na kuahidi kuwasimamia katika masomo yao. Hizi ni ripoti za Ayo TV na Miradayo kutokea wilayani Sengerema mkoani Mwanza. Mimi ni Baraka Fujens. Tulikuwa tumepanga kwenye nyumba ya mtu, tukaambiwa hivi, nendeni mkalete hela, halafu hela nyumbani haziko, hatukupewa. Nasema hivi, hatuna hela. Akatuambia hivi mwenye nyumba, nendeni mkalete hela, msipoleta hamkai hapa. Sisi tukajiuliza tuende wapi sasa, hatuna hata msaada. Kesho asubuhi, siku ya Jumanne, hatukwenda shule. Tukaenda kutafuta hela kwenye hapa barabarani. Akatuambia huyo Masa ndio alisema hivi, twende tukatafute. Tukaenda kutafuta, tukasimama gari kama zilikuwa nyingi, zilikuwa zenyewe zinapita, ndio tukasimama gari ya mwisho ndio yenyewe ndio ikasimama. Nikiwa natoka Geita naelekea Mwanza, niliwakuta wamesimama kwenye bumps ya kuingia kabla ya kuingia Center Sima. Mvua inanyesha kubwa, mbele yangu kulikuwa na gari mbili, kulikuwa na V8 moja na Hilux kwa nyuma yake. Watoto hawa walisimamisha ile gari, wakati nawaona kwa mbali gari zile zilipita zikaunganisha. Baadaye mimi nilifika nikasimama, watoto nikashusha kioo, nikawasalimia, nikawaambia watoto kuna shida gani, ingieni twende. Wakaniambia hapana, tunaomba msaada. Sisi ni wanafunzi wa Sima Sekondari, tunaishi kwenye nyumba ya kupanga, tumekoswa kodi kwa ajili ya kulipia shilingi 20,000. Tunaomba tusaidie 20,000 tukalipe kodi. Baada ya pale nimefika mimi, wakati narudi Sima nikazungumza na mwalimu mkuu baada ya kuwa amepigiwa na mwenyekiti wa mtaa. Kweli mwalimu mkuu nilikutana naye akanieleza kweli watoto hawa bwana hatuko nao kwenye hostel, wanaishi wamepanga mtaani. Najaribu kufanya mawasiliano ya wazazi ili waje waishi hostel, lakini bado hajawa mazuri. Kamwambia basi mimi naishi Mwaturole, nahitaji niwasaidie hao watoto. Naomba sasa uniandikie orodha ya mahitaji ya hao watoto. Waheshimiwa waandishi wa habari pamoja na walimu na mwenyekiti pamoja na viongozi mlioko hapa, mwalimu mkuu alinipa ushirikiano, akaniandikia mahitaji. Ilikuwa ni juzi, jana nikahemea, na leo umekucha asubuhi nimehemea. Kama mnaoona yalioko mbele yenu ndio mahitaji ambayo inaandikia mwalimu mkuu. Watoto hawa baada ya kuwa wamekutana na mdau wa maendeleo ambaye ni Mr. Juma Musa, na leo amefika kukabidhi mahitaji ya watoto hawa watatu. Mmoja hayupo, ni mgonjwa, na tunamshukuru kwa hatua hii nzuri ambayo ameifanya, na kwa maelezo anayotupatia ni nia njema kabisa kwamba anatamani kuona kila anachokipata kwenye shughuli yake anayoifanya basi anaileta kusaidia na watu wengine. Bwana Musa, sisi tunakushukuru sana. Watoto hawa watatu ambao umetoa gharama hizi kwa ajili ya kuwasaidia, tutajitahidi kwa asilimia kubwa sana kuwafuatilia ili waweze kutimiza malengo yao. Gharama hii iliyofanyika hapa ni kubwa sana, ambayo ungeweza kuiwekeza kwenye vitu vingine, lakini umeona ni vyema ukafanya kwa ajili ya watoto hawa. Tutajitahidi kuhakikisha kwamba watoto hawa tunawasimamia kwa ukaribu sana ili waweze kutimiza malengo yao. Tukupongeze sana mdau wetu wa maendeleo kwa kulitazama hili kwa ajili ya kuwasaidia
vijana wetu, watoto wetu ambao yamkini walikuwa kwenye hali ngumu ya mahitaji yao. Lakini pia niendelee kutoa ombi kwamba hii kwako ifanyike kuwa sadaka ya kila mara, usichoke kusaidia watu walio wengi wahitaji kama hawa mabinti zetu. Mungu alichokipanda kwako ataendelea kupanda vivyo hivyo. Asante sana kwa hilo Bwana Musa. Lakini pia nikupongeze mama kwa kutoa pia kibali, maana pasipo kibali chako kwa Bwana Musa yamkini ingeleta shida, kelele nyumbani zingelipatikana. Lakini kwa hili basi kibali kwa familia kwa ujumla imeonekana. Tuseme kwamba muendelee kutenda hayo kama mlivyojaliwa na Mungu.